Mkono wa sheria ambao daima ni mrefu umekaribia kumnasa mwenyekiti na kiongozi wa miaka na mikaka wa shirikisho la kandanda nchini Sam Nyamweya. Nyamweya anakumbana na mashtaka matatu ya utapeli, wizi na kubadilisha vitabu vya hesabu vya shirikisho hilo la FKF kulingana na mapendekezo kwa kiongozi wa mashtaka na kitengo cha upelelezi nchini DCI. Katibu mkuu Michael Esakwa na Samson Cherop ambaye ni meneja wa fedha wa FKF pia wamependekezwa kufunguliwa mashtaka. Uchunguzi wa shughuli za shirikisho hilo zilitibuliwa na sakata ya kuzama kwa shilingi milioni 17 zilizotarajiwa kugharamia usafiri wa wachezaji wa timu ya kitaifa ya soka Harambee Stars kuelekea nchini Cape Verde kwa mchuano wa marudiano ya kufuzu kombe la dunia. Wachezaji hao vile walikuwa wanadai marupurupu yao, swala lililochelewesha kuanza safari yao. Baadaye walisafiri na kufika nchini Cape Verde masaa chache kabla ya mechi yao kuanza. Mechi walioipoteza kwa mabao 2-0, hivyo basi kutimuliwa nje ya michuano hiyo. Halmashauri ya ukusanyaji wa ushuru nchini KRA kwa upande wake imependekeza kuwa washukiwa wakuu katika sakata ya NYS Josephine Kabura Irungu na Ben Gethi Wangui pamoja na wakurugenzi wa kampuni ya MS Horizon Limited kufunguliwa mashtaka ya kukwepa ulipaji ushuru kutokana na shilingi milioni 791 waliolipwa na shirika la utumishi wa vijana nchini NYS. Tume ya kupambana na ufisadi nchini nayo inafanya uchunguzi wake kuhusiana na wahusika hao tofauti. Na katika juhudi za kukata ndimi za wanasiasa msimu wa kampeni unapokaribia, tume ya uwiano na maridhiano nchini NCIC imependekeza kuwa kiongozi wa mashtaka amfungulie mashtaka gavana wa Kiambu William Kabogo kufuatia matamshi wanayoamini ni ya chuki aliyoyasema katika uwanja wa Thika mnamo tarehe 25 mwezi uliopita.